fupi tu nikaenda kukichukua. Na kwanza kujua itachukua muda mrefu sana. Ikanibidi nibadilishe. Hello, mambo vipi? Leo nimepata mdau aliyefanya registration ya cheti cha kuzaliwa online na akafanikiwa kupata cheti chake. Yuko hapa kwa ajili ya kutupa uzoefu, yani witness, lakini pia tutajifunza vitu vingi kutoka kwake. Kama bado hujasubscribe channel hii, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare. Lakini pia kama utakuwa na jambo lolote linalokusumbua kuhusiana na online registration, weka maoni yako sehemu ya comment. Mambo vipi? Safi. Umepoa? Bila shaka utakuwa mwananchi. Ni mwananchi wa Tanzania. Basi sawa, kama wewe ni mwananchi una cheti cha kuzaliwa? Nacho. Ili kuchukua muda gani au ulipata utaratibu gani mpaka unapata cheti cha kuzaliwa? Kwanza nilikuwa nacho ambacho alifuatilia wazazi, lakini ilichukua muda kwa sababu nilihitaji nifuatilie namba ya NIDA. Lakini kutokana na cheti changu kile kuwa katika mfumo wa zamani, ikanibidi nibadilishe. Hivyo nikatafuta alternative ambayo ni kuapply mtandaoni kwa sababu niliona kufika wilayani na kwanza kujua itachukua muda mrefu sana. Taarifa ya kufanya registration online uliyapataje? Nilijifunza kwenye social media. Nikajifunza jinsi ya kuapply, nika-apply, then baada hapo cheti kikatoka na ni muda mfupi tu nikaenda kukichukua. Ulitakiwa kuandaa vitu gani ambavyo vilikusaidia wewe kuwa kama viambatanisho vya kuhakikisha unaweza kubadilisha cheti chako cha kuzaliwa? Nilikuwa na kitambulisho cha mpiga kura, then nilikuwa na kitambulisho cha taifa cha mzazi wangu mmoja hapo. Hivyo tu. Baada ya kuwa umekamilisha masuala yote, umeshafungua kila kitu, umeshakiweka sawa, ukafanya registration mtandaoni, nini unafikiri kilikuwa bora zaidi kuliko na ile kwenda na nyaraka zako kwa ajili ya kufuatilia kwenye ofisi za RITA? Kwanza online unakuwa uko free na upo comfortable kwa sababu maswali unayajibu wewe mwenyewe kwa uelewa wako. Na pia inachukua muda mfupi, yani in short time unakuwa ushapata cheti chako, kuliko ukisema fuatilia wilayani wataanza kukuhoji, then utachukua muda, utakwambia sijui ukae siku kadhaa. Lakini ukifanya application mtandaoni inakuchukua almost kama siku moja tu cheti. Sasa umeshapata NIDA au bado? Bado, ila ndo nipo kwenye process. Kwa hiyo kwenye kufuatilia NIDA una mpango wa kufuatilia NIDA online vile vile, au utafanya uende kwenye ofisi au utafanya local ile offline? Nitafanya pia online kwa sababu pia inachukua muda mfupi. Okay. Kwa mtu ambaye hana cheti cha kuzaliwa au ana cheti cha zamani na ana mpango wa kutafuta NIDA, unamshauri nini? Kama ana cheti cha zamani inabidi kwanza afanye registration online ili aweze kupata cheti kipya, na kama hana kabisa pia anatakiwa afanye hivyo, afanye registration online ili aweze kupata cheti kipya. Inawezekana na wewe ukawa na maswali au kesi yako ikawa ni sawa na ya mwenzetu, lakini kwa swali lolote lile au maoni kuhusiana na hiki tulichokizungumza, tafadhali sana weka maoni yako sehemu ya comment. Lakini pia kama bado hujasubscribe channel hii, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare ili tuendelee kujifunza na kuwafikia watu wengi zaidi.